Mpendwa, kwa jina la Yesu ninakusalimu na nimekuwekea picha hii ili ikakutie moyo, kwa sababu wakati mwingi tunakata tamaa na tunavunjika mioyo kwa sababu ya hali ambazo tunazozipitia. Ukiangalia hii miti hapa ni mahali pamoja, lakini majira tofauti. Ukiangalia ile mti ya juu imekauka na hii mti ya chini iko na majani mabichi. Ile ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 11, na hii ilikuwa ni mwaka huu mwaka wa 2025. Mahali pamoja, the same place, but the different seasons. Kuna majira, kuna Mungu wa majira. Biblia katika kile kitabu cha Mhubiri kinasema kwamba kila kitu na majira yake. Wakati mwingi tuko katika hali ya majira ya kukawa kavu katika maisha, lakini kuna Mungu ambaye huwa anakuja na kubadilisha hali katika maisha yetu. Huu ni mtu mmoja na hii ni njia moja. Na nilichukua hii video na nikakaa nayo kwa kipindi ili nikuonyeshe ile miti huwa inakauka kwa sababu ya baridi, lakini kunapofika wakati wa kiangazi hii miti inaanza kurudi vile ambavyo ilivyokuwa. Kama ungelikuja uangalie alafu urudi nyumbani, ungesema ile mti haina matumaini tena, lakini inangojea tu wakati wa baridi uishe. Na sasa wakati wa baridi umeisha, imeanza kuchangamuka, imeanza kumshukuru Mungu kwa sababu hali imeanza kurudi. Na hivyo ndivyo ningependa nikuongelesha leo, na nikuambia kwamba mpendwa, kuna Mungu wa majira. Kuna Mungu huwa anakuja na kubadilisha hali katika maisha yetu. Usikate tamaa na usivunjike moyo katika hali zote zile, ukamsubiri Mungu. Ingawa watu watakuona ya kwamba nikana kwamba unakaa mkavu, nikana kwamba umekauka, umekaukiwa, hali zimekukaukia, lakini kuna Mungu wa majira. Kuna Mungu wa majira. Yapo matumaini, ijapo mtu utakatwa, lakini utakapo yanusa maji, mti ule utarudi tena. Na kwa hiyo Bwana akutie moyo katika hali zote zile, na uendelee kumsubiri Mungu, ni kwa sababu Mungu wa majira anakuja kukuokoa kwa jina la Yesu.